ATG, plundering hell and setting the captives free. And Yesu Kristo alipokufa msalabani alifuta kila alama. Maana kuna alama hizo ziliandikwa na waandishi walio na uzoefu wa kuandika. Basi mtazamaji wangu, nakaribisha kwenye kipindi hichi ili tuweze kuandamana pamoja kwenye neno la Bwana. Najua Bwana atakwenda kukusaidia. Karibu katika ujumbe huu ambao najua utakwenda kujenga maisha yako na utakwenda kukomboa maisha yako, na chochote kile ambacho unamwamini Bwana najua kitakwenda kutendeka, kwa sababu kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Majina yangu ni Pastor Alex. Karibu na Bwana akubariki. Amen. Whatever is evil belongs to the devil. It's not your portion. It is not the plan of God. It is not from the thoughts of God. It proceeds from the mouth of witches, sorcerers, wizards, witch doctors. ATG, plundering hell and setting the captives free. Kitabu kile cha Samueli wa pili, mlango wa 3 kuanzia mstari wa 1. Biblia inasema, basi kulikuwa vita siku nyingi kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Daudi akaendelea akastawi, lakini nyumba ya Sauli ikaendelea kudhoofika. Naye Daudi akazaliwa wana huko Hebroni. Mzaliwa wake wa kwanza alikuwa Amnoni wa Ainoamu wa Yezreeli. Sasa hapa maandiko yanasema kwamba katika nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi kulikuwa na vita katika siku nyingi. Na kitu kimoja nataka uelewe ni kwamba kila siku kuna sauti mbili ambazo ni za muhimu ambazo zinaongea katika maisha yako. Sauti ya kwanza ni sauti ya Mungu. Sauti ya pili ni sauti ya adui. Ama tunaweza sema kwamba ni sauti ya wema na sauti ya uovu ambayo inaongea katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Na katika maisha yako elewa kwamba kila siku ambayo umeamka kuna hizo sauti zote mbili huwa zinaendelea kuzungumza. Na kama hautaelewa na hauta program maisha yako kulingana na mpango wa Bwana maishani mwako, utapata kwamba sauti ya adui itakuovercome ama itakushinda nguvu. Maana sauti ile huwa kila siku ya maisha yako Mungu akipanga vizuri maishani mwako, naye adui yako anapanga uovu. Sasa Biblia inasema kwamba katika nyumba ile ya Daudi na nyumba ya Sauli kulikuwa na vita katika siku nyingi. Lakini Daudi alielewa, na baada ya kuwa alielewa, Biblia inamaanisha kwamba alipigana siku baada ya siku mpaka siku alipoona wokovu wake. Praise the name of God. Kitu kimoja lazima uelewe kwamba adui yako hayuko tayari kuona ukifanikiwa kwa njia yoyote. Na adui yako kila siku anakupangia uovu, lakini amshukuru Bwana atupangiaye wema. Maana Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11, for I know the plans I have concerning you. Praise the name of God. And the Bible continues to say, says the Lord, not the devil. The Lord knows the plans he has for you. The plans concerning your business, the plans concerning your marriage, the Lord knows the plan is he has. The Bible says the thoughts for good and not for evil.
see, tuna identify hapa kwamba kuna sauti ya uovu na sauti nzuri, lakini Mungu anasema kwamba the plans he has is good, not evil. Praise the name of God. The plans he has concerning your life. Nimeona watu saa ingine wanafika mahali wanapujika moyo na wanasema kwamba ni mapenzi ya Bwana wakaya katika shida ambao wanaishi, lakini tunataka nikuambia kwamba katika maisha yako Bwana ana mipango miema katika jina la Yesu Kristo. And whatever is evil belongs to the devil. It's not your portion. It is not the plan of God. It is not from the thoughts of God. It proceeds from the mouth of witches, sorcerers, wizards, witch doctors, marine spirits. Lakini asubuhi ya leo namshukuru Bwana maana atakomboa maisha yako. Praise the name of God. Whatever kind of evil plan that is in your life that has continued, has become a pattern in your life, has become a pattern, and you have adopted it in your marriage today, we're going to silence it because our God has a good plan concerning our lives. Praise the name of God. It doesn't matter for how long it has been in your life. It doesn't matter who has said you will never overcome. But one thing I know with God is going to give you strength and power to overcome every challenge in your life. Praise the name of God. Bwana asifiwe sana. So maandiko yanasema kwamba kukawa kuna vita katika siku nyingi katika nyumba ya Daudi. Daudi alikuwa mtumishi wa Bwana. Sauli alikuwa mtumishi wa pepo. Ndio alikuwa anatumika kuzusha moyo wa Daudi. Lakini Biblia inasema kwamba lakini katika maisha ya Daudi aliendelea kustawi, aliendelea kuongezeka. He increased day by day. But Saul became weaker and weaker. Praise the name of God. Kiswahili nasema kwamba lakini Sauli, katika nyumba ya Sauli aliendelea kudhoofika. Lakini asubuhi ya leo nami nimekuja kama nabii wa Mungu maishani mwako kwamba asubuhi ya leo kila adui atakayoinuka kinyume na wewe atadhoofika na wewe utaongezeka, maana mpango wa Bwana maishani mwako utakwenda kutumia. Praise the name of God. The plan of God, the plan of God concerning your life is good. Sema Bwana ananipangia mema. Sema Bwana amenipangia mema asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo kila mpango wa shetani wa kunidhoofisha au utanidhoofisha katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo hautadhoofika. Asubuhi ya leo hautadhoofika. Haijalishi nani aliyosema utadhoofika, lakini asubuhi ya leo nimekuja niondoe program ambayo imepangwa maishani mwako ya kukudhoofisha, ya kukuweka kisirani, ya kukuweka makosa, ya kukuweka mapepo. Asubuhi ya leo mpango wa Bwana katika maisha yako ni hili uweze kufanikiwa. Praise the name of God. The Bible says for your sake Jesus was made a curse that we may be a blessing, that we may become a blessing. Praise the name of God. Jesus was made a curse. Bwana asifiwe sana. Na kila laana ambayo inafanya kazi katika maisha yako asubuhi ya leo lazima inyamaze, maana Yesu alifanyika laana kwa ajili yako. Alibeba mzigo wako kwa ajili yako, akaubeba, akasema haungaliweza kulipa penalty ya laana iliyokuwa maishani mwako. Haungeweza kuipunja. Yesu akaichukua, akaiweka katika mabega yake, akaenda msalabani. Na asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, chochote kile ambacho adui amekipanga maishani mwako kinadhoofika asubuhi ya leo. Praise the name of God. The Bible says, for with God nothing shall be impossible. Today, I don't know what kind of an impossibility you are facing today. In your place of work, in your business or your marriage, or in any department of your life. Lakini asubuhi ya leo, Biblia inasema kwamba for with God nothing shall be impossible. Take God with you today, and nothing shall be impossible. Praise the name of God. It doesn't matter how
how strong they appear to be. But one thing I know, God shall give you strength to overcome every battle. Kama Daudi alishinda hiyo vita, na wewe asubuhi leo utaishinda. Maandiko yale yameandikwa kwa ajili yako. Yule Mungu aliyompatia Daudi nguvu ya kushinda, hata yeye atakupa nguvu ya kushinda adui yako. Praise the name of God. Bwana asifiwe sana. Kila vita iliyotengenezwa, kila aina yote ya struggling ambao unaipitia, asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo itakwenda kubujika, na baada ya kubujika maisha yako itatembea vizuri. Praise the name of God. Kuna yale maroho yanadivert nguvu zako, yanadivert baraka zako, yanadivert mipangilio yako, yanadivert vile umepanga, yanaweka vingine. Lakini asubuhi ya leo mkondo wa adui katika maisha yako utabujika, na baada ya kuharibika utatembea vile Mungu alikusudia utembee. Maana kila mtu Mungu alimuumba alikuwa na destiny. Praise the name of God. Kila mtu ambao anamuumba na Mungu ako na hatima yake, na hatima yako ifanani na yangu, na yako haiwezi kufanana ya mwingine, na haiwezi kufanana ya ndugu yako. Ukienda kuchukua kitambulisho, hakuna kidole inafanana ya mwingine. Bwana asifiwe sana. Praise the name of God. Unaweza kuwa nyinyi ni ndugu, yako haifanani ya baba yako. Sio kama vile tunasemanga wewe una damu ya baba yako. Haifanani. Kwa hivyo ina maana kwamba kama vile kidole yako haifanani ya ndugu yako, na ya mama yako na baba yako, ina maana kwamba nayo hatima yako, your destiny, haifanani ya ndugu yako. Praise the name of God. Na wewe au usikumbali shetani andiktate maisha yako vile itakwenda, kwa sababu ndugu yako alifaili, kwa sababu dada yako alifaili, kwa sababu mama yako hakufaulu, kwa sababu mama yako hakuolewa. Usiseme na wewe hautaolewa. Praise the name of God. Kwa sababu mama yako hakufaulu na ndugu zako hakufaulu, watu wa ukoo wako huwa hawafaulu, hauwezi kusema kwamba utakaa hivyo kwa sababu watu wenu wanakaanga hivyo. Usikumbali adui anyamazishe maisha yako. Praise the name of God. Shetani atajaribu kuweka atajaribu kutempo evidence. Kwa nini huwezi kufanikiwa? Lakini hiyo evidence yake inaharibika asubuhi ya leo. Nasema evidence zote ambazo adui amekuwekea zitaharibika asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Kila evidence na kila mashahidi wa mapepo ambao wamekamata maisha yako na wanasema kwamba hauwezi kufanikiwa maana umetoka kwa ukoo wenu, na ukoo wenu huo uko na laana ya aina hii, nasema asubuhi ya leo hiyo vita Bwana atashughulikia asubuhi ya leo. Nasema asubuhi ya leo Bwana atashughulikia hiyo vita, na nasema kwamba asubuhi ya leo hautaishi kama watu wenu, hautakufa kama watu wenu, hautaonewa kama wao, hautasambaratika kama wao. Laana zao sio zako. Praise the name of God. Daudi akaelewa. Ndugu za Daudi walikuwa wameshindwa na vita na wakaenda nyumbani, lakini Daudi akasema kwamba sitaangalia njia ya ndugu zangu, nitaangalia vile Mungu alivyoniambia nitashinda. Bwana asifiwe sana. Na ndipo Daudi alikuwa anasimama, na alipokuwa anasimama mbele ya adui alikuwa anasema, Mungu yule alionipa nguvu za kufanya hii na hii nitakushinda. Akasimama mbele ya Goliathi akamwambia kwamba sikia Goliathi, kwamba Mungu alionipa uwezo wa kuwa ndubu na simba nikawalarua, atakularua asubuhi ya leo. Praise the name of God. Praise the name of God. Haijalishi evidence ambao mapepo wameweka mbele zako, haijalishi sauti wanaokuongelesha asubuhi ya leo, lakini sauti ya Bwana inasema utafanikiwa. Bwana asifiwe sana. Sauti ya Bwana inasema utashinda hiyo vita, maana wewe ni zaidi ya mshindi. Wewe sio zaidi ya mshindwa, wewe ni zaidi ya mshindi. Praise the name of God. Sema mimi ni zaidi ya mshindi ndani ya Kristo Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Paulo akiongea kuhusu haya maswala anasema kwamba for I can do all things through him who strengthens me. Praise the name of God. There is an invisible power that will strengthen you today as you go in a place of business.
As you go out to seek for that job, kuna kibali ambacho wewe haupai kuwa unakipata, lakini kwa ajili ya yule aliyo ndani yako ambao ni Yesu Kristo, kibali kitapatikana kwako. Praise the name of God. Wengine watakosa biashara, utapata biashara. Wengine watakosa kazi, utapata kazi. Wengine wataonewa, wewe hautaonewa, katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Praise the name of God. Hakuna kazi lakini kazi yako iko. Nasema hakuna kazi lakini kazi yako iko. Hakuna pesa lakini pesa yako iko. Praise the name of God. For I can do all things. Sema naweza yote ndani ya yeye aniwezeshaye nguvu. Anitiaye nguvu asubuhi ya leo ataniwezesha kufanya mambo yote ambao watu wetu walishindwa kuyafanya. Praise the name of God. Watu wenu walishindwa, lakini sio wewe ulishindwa. Praise the name of God. Watu wenu wanaishi katika ufukara, lakini wewe hiyo sio sehemu yako. Sehemu yako, Yesu anasema alifanyika laana ili wewe umbarikiwe. Alifanyika laana, alifanyika maskini ili utajirike. Kuna mwingine alilipa gharama yako. Sema amen. Kuna mwingine alilipa gharama yako. Praise the name of God. Kuna mwingine alisema huyu ni maskini wa mwisho, jamii yao haiwezi kupata chochote, jamii yao haiwezi kufanikiwa, jamii yao haiwezi kuvaa vizuri, jamii yao haiwezi kuwa na biashara, lakini kwa ajili ya huyu, sema kwa ajili yangu, Yesu alifanyika. Unajua kila maandiko ambayo unayaona katika Biblia, personalize that scripture. Praise the name of God. Fanya ni yako, sio ya jamii yako. Bwana asifiwe sana. Sio kwa ajili ya jamii yako, ni kwa ajili yako wewe. Praise the name of God.